Kwa majina naitwa Bi Zulfa Hemed, ni afisa masoko kutoka taasisi ya uwekezaji ya UTT AMIS. Tunashukuru Baraza la Riadha za Vijana kwa mwaliko huu, japo imekuwa hafla lakini tumeitika. Sisi UTT AMIS ni taasisi ya serikali na tuko chini ya Wizara ya Fedha. Tunafanya uwekezaji wa pamoja kwa kukusanya mitaji ya wawekezaji wetu na kwenda kuwekeza kwa niaba yao. Kwa nini UTT AMIS tuko hapa leo? Kama alivyosema mzungumzaji wa kwanza kwamba hata vipaji vinatokea chini, lakini pia hata ule mwekezaji mzuri pia huanzia chini. UTT AMIS tuna mfuko kwa ajili ya watoto, tunaita Watoto Fund. Mfuko huu utamwezesha mzazi au mlezi kuweza kumtengenezea ada ya mtoto wake kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miaka 18. Kwa kiwango cha kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Lakini mzazi au mlezi atapewa nafasi pia kuendelea kuongeza kidogo kidogo pale ambapo atakuwa amepata. Lengo kuu la mfuko huu ni kwa ajili ya kumsaidia mzazi kwa ajili ya ada kuanzia kidato cha kwanza, lakini pia kumnufaisha kwenye swala zima la ajira hapo baadaye kutokana na changamoto hii kubwa ya ajira. Wito wetu kwa wazazi na walezi wa maeneo ya Mbagala, Temeke na viunga vya jirani wajumuike nasi kwa siku hizi ambazo tutakuwepo hapa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwafungulia akaunti watoto wao kwa ajili ya kuanza uwekezaji. Na kitu kizuri sasa hivi tumeboresha huduma zetu. Tuna huduma ya app, lakini pia tuna huduma ya poto ambayo itamwezesha mwekezaji kuweza kufungua akaunti ya mtoto wake kupitia simu yake ya mkononi. Mahitaji ni cheti cha kuzaliwa cha mtoto nakala, lakini passport size ya mtoto na passport size ya mzazi na namba ya NIDA ya mzazi. Kuanzia hapo mtoto huyu ataanza kuwekeza kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Lakini pia nipongeze bodi kwa kuandaa bonanza hili kuwezesha kuwakutanisha watoto wa umri tofauti tofauti, lakini pia kuona fursa pia kwa watoto kuanza kukuza vipaji vyao wakiwa katika umri mdogo. Kama Waswahili wanavyosema, mbuyu huanza kama mchicha. Lakini pia vipaji vitaanza utotoni mpaka baadaye tutakuja kuwaona wachezaji wakubwa kama tunaowaona sasa hizi. Kwa hiyo nitoe wito tena na tena wazazi kuweza kushiriki, kuwaruhusu watoto wao kufika viwanjani mapema, lakini wakati wanakuja kushiriki michezo wasisahau pia kuanza kufanya uwekezaji kwa ajili ya watoto wao. Naomba nishukuru sana kwa nafasi hii, lakini pia niwapongeze sana bodi, waandishi wa habari na wadhamini wenzetu kama alivyokuta kuwataja mkurugenzi hapo mwanzo. Nashukuru sana.